Katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Mnyika ametoa wito wa kurejelewa mara moja kwa rasimu ya katiba iliyotayarishwa na Tume ya Mabadiliko ya Katiba iliyokuwa chini ya mwenyekiti Jaji Joseph Warioba. Katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Mnyika ametaja hatua hiyo ya kurejea rasimu ya Jaji Joseph Warioba kwa msingi mkuu wa kupata katiba mpya nchini Tanzania. Kiongozi huyo wa chama cha upinzani amebainisha msimamo huo tarehe 12 Agosti mwaka 2026 jijini Dodoma. Katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema alikuwa akizungumza katika kongamano la vijana la Baraza la Vijana la Chadema Pavicha lililofanyika jijini Dodoma kama sehemu ya maadhimisho ya siku ya vijana duniani. Katika maelezo yake jijini Dodoma, katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Mnyika ameweka wazi njia sahihi inayopaswa kutumiwa ili kufanikisha kupatikana kwa sheria kuu ya nchi. Mchakato wa katiba mpya umekuwa ukisubiriwa kwa muda mrefu tangu Tume ya Mabadiliko ya Katiba iliyokuwa chini ya mwenyekiti Jaji Joseph Warioba ilipowasilisha rasimu yake mwaka 2014. Mchakato huo ulipatwa na vizingiti mbalimbali vya kisiasa vilivyokwaza kukamilika kwake kama ilivyoratibiwa na wananchi wengi. Katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo amebainisha kuwa kurudia msingi huo uliojengwa na Tume ya Mabadiliko ya Katiba ndiyo njia pekee ya kuheshimu hisia za wananchi. Akiainisha hatua dhabiti zinazopaswa kufuatwa, katibu mkuu wa Chadema John Mnyika amesema chombo kitakachopewa jukumu la kuiboresha rasimu ya mwenyekiti Jaji Joseph Warioba kinapaswa kuundwa kwa umakini mkubwa. Kiongozi huyo ameeleza kuwa chombo hicho, iwe ni kamati cha wataalam wa katiba au chombo kingine chochote, kinapaswa kuwa huru kabisa na kisichofungamana na upande wowote. Katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo amesisitiza kuwa chombo hicho lazima kiwe na uwakilishi mpana na unaofaa kwa makundi mbalimbali ya kijamii na kisiasa nchini ili kuleta uwiano sahihi wa maoni. Zaidi ya hayo, John Mnyika amebainisha kuwa mara baada ya maboresho ya rasimu ya mwenyekiti Jaji Joseph Warioba kukamilika, mswada huo haupaswi kupelekwa katika bunge lililopo sasa. Katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo amesisitiza kuwa rasimu hiyo iliyoboreshwa inapaswa kujadiliwa na bunge maalum jipya litakaloundwa mahususi kwa ajili ya kasi hiyo ya katiba. Hatua hizo kulingana na John Mnyika ni sharti muhimu zitakazohakikisha kuwa mchakato nzima unapata uhalali kamili wa kisheria na kujenga uaminifu mkubwa miongoni mwa Watanzania na wananchi wote. Mchakato wa mabadiliko ya katiba nchini Tanzania ulianza rasmi mwaka 2011 chini ya sheria ya mabadiliko ya katiba. Hata hivyo, mchakato huo ulikwama vibaya baada ya bunge maalum ya katiba ya mwaka 2014 kupendekeza rasimu iliyopendekezwa ambayo ilitofautiana kwa kiasi kikubwa na rasimu iliandikwa na Tume ya Mabadiliko ya Katiba chini ya mwenyekiti Jaji Joseph Warioba. Tofauti hizo kuu zilijitokeza hususan katika eneo la muundo wa muungano wa nchi. Katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Mnyika anaeleza kuwa msimamo wa hivi karibuni wa chama hicho unalenga kurudisha mchakato huo kwenye misingi ya maoni ya wananchi waliokusanywa na Tume ya Mabadiliko ya Katiba na mwenyekiti Jaji Joseph Warioba ili kupata katiba mpya inayotokana na matakwa halisi ya Watanzania wote. John Mnyika anaamini kuwa kupatikana kwa katiba mpya kupitia bunge maalum jipya ndiyo njia ya kuondoa mkwamo wa kisiasa uliodumu kwa miaka mingi tangu mwaka wa
2014. Msimamo huo uliotolewa kwenye kongamano la vijana la baraza la vijana la Chadema Pavicha jijini Dodoma unasisitiza haja ya kuwepo kwa uwazi na uhuru katika kila hatua ya mchakato huo. Katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema anaeleza kuwa bunge la sasa alipaswi kukabiliwe ama kukubali mchakato huo kwa sababu ya muundo wake, na badala yake chombo kipya kinachowakilisha makundi yote kilete majibu ya matakwa ya Watanzania. Akiendelea na mazungumzo na vijana jijini Dodoma, katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Mnyika amesisitiza kuwa matakwa ya wananchi yaliyokusanywa na Tume ya Mabadiliko ya Katiba chini ya mwenyekiti Jaji Joseph Warioba hayapaswi kuachwa nyuma. Kiongozi huyo wa Chadema amefafanua kuwa mchakato wowote utakaoruka hatua ya kurejea rasimu ya Jaji Joseph Warioba utakuwa unadharau sauti za Watanzania waliotoa maoni yao kuanzia mwaka wa 2011. Katibu huyo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo amebainisha kuwa uwakilishi mpana wa makundi ya kijamii na kisiasa katika chombo kitakachoboresha rasimu hiyo utaleta imani mpya ambayo imepotea kwa miaka mingi. Katibu mkuu wa Chadema John Mnyika anaeleza kuwa kuundwa kwa tume ama bunge jipya ni hatua satisfaction inayoweza kutoa fursa sawa kwa wadau wote wa kisiasa na kijamii kujadili kwa kina na kupitisha katiba mpya. Kiongozi huyo amebainisha kuwa bunge hilo maalum jipya halitakuwa na mfungamano wa kimaslahi kama bunge lililopo sasa, jambo ambalo linasaidia kuepuka vizingiti vilivyojitokeza mwaka wa 2014 wakati wa majadiliano ya rasimu inayopendekezwa. Katibu mkuu wa Demokrasia na Maendeleo ameeleza kuwa vizingiti vile vya mwaka wa 2014 vilivyotokana na tofauti za muundo wa muungano asipaswe kujirudia tena katika safari ya sasa ya kutafuta sheria kuu ya nchi. Msimamo huo wa katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo uliotolewa jijini Dodoma wakati wa maadhimisho ya siku ya vijana duniani unalenga kuhakikisha kuwa mchakato wa katiba mpya unarejeshwa ama unarejesha matumaini kwa wananchi wote. Katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Mnyika amebainisha kuwa katiba mpya inayotokana na maoni ya wananchi yaliyoyatoa kwa Tume ya Mabadiliko ya Katiba ya mwenyekiti Jaji Joseph Warioba ndio itakayokuwa mwarobaini wa changamoto nyingi za kiutawala na kisiasa nchini Tanzania. Mchakato huo ambao ulikwama tangu mwaka wa 2014 ulianza katika sheria ya mabadiliko ya katiba ya mwaka wa 2011 na kuzaa saribu ama rasimu ya Warioba kabla ya kupitia maboresho yaliyozua utata katika bunge maalum la katiba la mwaka wa 2014. Msimamo huo wa sasa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupitia katibu mkuu John Mnyika unasisitiza kuwa suluhu pekee ya kupata uhalali na uaminifu kutoka kwa wananchi ni kurejea kwenye misingi ya rasimu hiyo ya Jaji Joseph Warioba, kuifanyia maboresho kupitia chombo huru cha wataalam na wawakilishi wa makundi, kisha kuiwasilisha mbele ya bunge jipya kwa ajili ya majadiliano na kupitishwa kwake.